Ni matumaini yangu buheri na karibu sana popote pale ulipo mtazamaji wa Channel 10 Plus. Karibu tuweze kuangaza habari kutwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, utaambatana nami katika kutazama habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Malkia Esther Mtebe atakuja kutujuza kunani hasa huko viwanjani. Ni kuarifu kwamba matangazo haya unayapata pia mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus Tanzania, lakini pia una nafasi ya kuandika arafa yako fupi ama ujumbe wako mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, mtandao wa Facebook na X pia. Tuandikie kupitia kurasa za Channel 10 Plus Tanzania ili uweze kuambatana nasi. Na karibu sana, tuanze kuangaza habari. Tuanzie nyanda za juu kusini mwa Tanzania, huko mkoani Ruvuma, ambapo vijiji 10 vya halmashauri ya wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma vinatarajiwa kuondokana na adha ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama mara baada ya mbunge na waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera kutoa mabomba yenye thamani ya shilingi milioni 30 kwa wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA ili wakatekeleze uchimbaji wa visima virefu 10 ambavyo vinaweza vitawekewa pia mifumo ya umeme na matenki yenye ujazo wa lita 20,000 hadi 50,000. Tuungane na Dita Nyoni kutoka mkoani Ruvuma. Akimwakilisha mbunge wa jimbo la Namtumbo katika kukabidhi mabomba kwa RUWASA, Mwalimu Saidi Omera amesema ni jitihada binafsi na ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni kama sehemu ya dhamira yake ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa ahadi ambayo aliahidi wakati wa kampeni kwamba atafanya juhudi ya kutatua matatizo ya maji ambayo yanaikabili wilaya hii ya Namtumbo. Mabomba haya ni juhudi za kwake mbunge binafsi yenye thamani ya shilingi milioni 30. Kwa hiyo ndugu zetu wa RUWASA wao wameshafanya upembuzi yakinifu wa kuchimba visima 10 virefu kwa kutumia mabomba haya. Kwa upande wa meneja wa RUWASA wilaya, Mhandisi David Mkondya amesema jumla mabomba 300 yamepokelewa kwa ajili ya maeneo mbalimbali yenye changamoto ya maji, huku baadhi ya wakilishi wananchi wameipongeza serikali kwa kuendelea kujenga miradi mikubwa wilayani hapa. Kimsingi ndani ya mkoa wetu tuna mtambo wa kuchimba visima virefu, mtambo ambao ulinunuliwa katika mikoa yote 25 na mikoa yote ya Tanzania bara, na mkoa wetu ulinufaika pia kupata mtambo huo ambao ndio utatumika katika shughuli ya kuchimba visima hivyo. Tunashukuru kabisa kipekee Mheshimiwa Rais kwa mkoa wetu kuweza kupata mtambo huo ambao utatumia pia bomba hizi katika kuchimba visima katika maeneo mbalimbali. Mimi ni kweli kuna maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji, pamoja na jitihada za serikali kuhakikisha wanaboresha miradi yetu mikubwa, lakini bado kuna vijiji ambavyo vina shida ya maji sana. Sasa kwa kitendo hichi anachokifanya mheshimiwa mbunge ni kuiongezea nguvu serikali na kuamua wananchi katika adha hii kubwa ya maji. Kukabidhiwa kwa mabomba haya inatajwa kama sehemu ya kusubiri utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji ya serikali inayotarajia kutekelezwa wilayani humo. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Asante Dita Nyoni kutoka mkoani Ruvuma. Tuelekee mkoani Iringa. Wananchi katika kata ya Ruaha, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wamesema wana sababu ya kujivunia siku 100 za awamu ya pili ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanza ukarabati wa miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa katika shule ya msingi Ipogoro ambayo kwa kiasi kikubwa inakabiliwa na tatizo la uchakavu wa madarasa, hali ambayo imekuwa ikiathiri maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi. Taarifa zaidi inafafanua. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ruaha, diwani wa kata hiyo kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Musa Mbungu amesema serikali imefanikisha ukarabati wa madarasa pamoja na ofisi moja katika shule ya msingi Ipogoro, hatua aliyosema imeleta faraja kubwa kwa jamii, ambapo amesema kabla ya ukarabati huo shule hiyo ilikuwa inakabiliwa na changamoto kubwa ya uchakavu wa miundombinu, hali iliyokuwa ikiathiri kwa kiasi kikubwa mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Hassan, na hapa ninavyosema madarasa haya ya spidi ya walionayo leo ni siku ya 27 toka mafundi wameanza, na jambo linakwenda vizuri kama mnavyoona. Nadhani ndani ya siku hizi
kama si 50 basi 40, unaweza kaona madarasa yote haya yameweza kufanyiwa marekebisho na hatimaye watoto wetu wa shule ya msingi Ipogoro wakaendelea kusoma kwa amani na utulivu mkubwa. Mwalimu mkuu shule ya msingi Ipogoro Kenan Chalamila amesema kuwa kukamilika kwa madarasa hayo kutatoa mazingira bora na rafiki kwa wanafunzi kujifunza, jambo litakaloongeza ari na morali ya wanafunzi hao kusoma. Kwa kweli utanyanyua morali kwa kiwango kikubwa, kwa kuwa watoto darasani watakaa vizuri, kwa hiyo watakuwa wapo comfortable katika kujifunza. Kwa hiyo lazima watapenda masomo. Maana kuna wakati mwingine hata watoto unaweza kutokea tu utoro kwa sababu tu ya mazingira magumu ya kusomea. Na hivyo hata mahudhurio yataboreka zaidi na ina maana taaluma itapanda kwa kiasi kikubwa. Shule hiyo kongwe ya msingi Ipogoro ina wanafunzi wapatao 1172 na walimu 32. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante mwanahabari Clement Sanga. Na huko Mashariki ya Kati, hospitali ya Al-Auda katika wilaya ya Nusairat katikati ya Gaza imesitisha huduma kadhaa kwa raia kutokana na uhaba wa mafuta ya jenereta. Hospitali ya Al-Auda inahudumu takriban wagonjwa 60 waliolazwa na kupokea karibu watu 1000 wanaotafuta matibabu kila siku. Ahmed Mahina, afisa mwandamizi anayehusika na usimamizi wa hospitali hiyo, amesema huduma nyingi zimesitishwa kwa muda kutokana na uhaba wa mafuta na kwamba idara muhimu pekee ndizo zinazoendelea kufanya kazi, ikiwemo kitengo cha dharura, wodi ya wazazi na idara ya watoto. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali, imesema kwamba licha ya usitishaji mapigano dhaifu unaoendelea tangu Oktoba 10, bado ukanda wa Gaza unakabiliwa na mgogoro mkali wa kibinadamu. Wakati wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliobainishwa kuingia maroli 600 kwa misaada ya kila siku katika ukanda wa Gaza, lakini mpaka sasa malori 100 pekee kati ya 300 yamebeba misaada ya kibinadamu yanayoweza kuingia katika ukanda huo. Tukitoka Mashariki ya Kati tuelekee barani Ulaya. Jeshi la Poland limetumia ndege za kivita kuzingira eneo la mpaka na Ukraine mara baada ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, kushambuliwa na makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi usiku kucha. Itakumbukwa kuwa weekend hii ilipangwa kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia ya ngazi ya juu ya kutafuta amani baina ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukutana na Donald Trump huko Florida Jumapili. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Ihori Kimerenko amesema mashambulizi hayo ya usiku kucha yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine 28 huko Kiev, akiongeza kuwa majengo zaidi ya 10 ya makazi katika jiji hilo yameharibiwa vibaya. Shirika la huduma za usambazaji wa anga la Poland limesema kupitia mtandao wake wa X kwamba mashambulizi hayo yalisababisha kufungwa kwa muda kwa viwanja viwili vya ndege kusini mashariki mwa Poland mara baada ya jeshi la anga la Poland kutuma ndege za kivita. Kutoka huko barani Ulaya tuelekee kusini mwa Tanzania. Wakulima wa zao la korosho katikati kata ya Pande wilayani Kilwa mkoani Lindi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa pembejeo kwa wakati pamoja na soko la uhakika la kuuza mazao yao kufuatia ahadi iliyotolewa na mbunge wa Kilwa Kusini Asnen Deuji ya kupeleka wanunuzi wa uhakika wa zao hilo karibu na maeneo wanaotoka, hatua ambayo inalenga kupunguza adha ya wakulima kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kuuza mazao hayo. Ahmad Nandonde ametuandalia habari ifuatayo. Mheshimiwa Asnen Deuji ametoa ahadi hiyo baada ya wakulima kumwelezea changamoto wanazokabiliana nazo kila msimu, ikiwemo miundombinu mibovu ya barabara inayokwamisha usafirishaji wa mazao sokoni pamoja na ucheleweshwaji wa pembejeo, hali inayosababisha hasara mara kwa mara. Tahakikisha zao letu la ufuta la korosho Pande mtalisimamia, kwanza mpate pembejeo za kutosha, tawashawishi wanunuzi waje Pande kwa wingi ili washindani, bei ya korosho iongezeke. Asiyepata pembejeo ya kutosha, ofisi yangu iko wazi, tutakusaidieni. Deuji amesema katika msimu ujao ofisi yake kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi itaunda mfumo maalum wa kuuza korosho kupitia soko la uhakika katika kila kata ili kuwanufaisha wakulima moja kwa moja. Msimu unakuja itakuja nao wawekezaji, mtawaona wanunuzi wale, kwa kuwa wanunuzi wengi wanatoka India na wafahamu, mtawaleta waongeze bei ya korosho ipande, wazee wangu.
Awali baadhi ya wakulima walimwelezea mbunge huyo kuwa changamoto hizo zimekuwa zikijirudia kila mwaka na mara nyingi huwalazimu kuuza korosho kwa bei ya chini kutokana na kushindwa kuzifikisha kwenye masoko makubwa, ikiwemo ucheleweshaji wa pembejeo za kilimo, huku akieleza kuwa miundombinu duni imekuwa ikiathiri uzalishaji wa mazao kwa wingi. Kuna sehemu zingine zina changamoto za barabara ambazo ameahidi kwamba atakwenda kushirikiana na serikali, atakwenda kushirikiana na wenye mamlaka kuizungumzia barabara yetu na kutekeleza. Tumeona dalili ya matunda ya mafanikio makubwa sana. Tunakuwa na mazao ya korosho katika kusafirisha inakuwa mtihani, barabara inaweza magari yakakwama. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Asante mwanahabari Ahmad Nandonde kutoka huko Kilwa. Askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Rift Valley Singida, Askofu John Lupa amesema mshikamano ndani ya taasisi za dini, waumini, waimbaji wa kwaya pamoja na wahudumu wa kanisa utasaidia kupaza sauti ya neno la Mungu na waumini wa madhehebu bila ya kubaguana. Taarifa zaidi inafafanua. Askofu Lupa ametoa wito huo alipokuwa akiongea na viongozi wa dini mbalimbali, wawakilishi wa waimbaji wa kwaya pamoja na uongozi wa umoja wa makanisa yaliyo chini ya CCT na TEC wilayani Manyoni waliohudhuria kwenye maadhimisho ya sherehe za umoja huo zilizofanyika kwenye ukumbi wa parokia Manyoni. Kanisa Katoliki, waumini, makwaya, wahudumu wa kanisa, vivyo hivyo kanisa Anglikana mshikamano wake uwe namna hiyo hiyo, vivyo hivyo makanisa yote ya CCT tuwe na umoja na ule mshikamano wa hali ya juu. Naye mwenyekiti wa umoja wa makanisa yaliyo chini ya CCT na TEC wilayani Manyoni, mchungaji Michael Edward Msanjila, akataja idadi ya wanachama pamoja na baadhi ya makanisa wanachama wa umoja huo, wakati katibu wa umoja huo Paroko Thomas Wambura akizitaja baadhi ya faida za umoja huo. Chama katika sehemu zote mbili na ujumla wake, kwanza tuna CCT na TEC, na ujumla wa umoja wetu waamini wako takriban 32,000 pamoja na watoto wetu. Lakini ninachotaka kuambia kwamba umoja huu aliwacha Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohana sura ya 17. Wa haya makanisa kuungana kwa pamoja, kusali kwa pamoja, kufahamiana, kushirikiana na kusaidiana hata katika ishu zote za kijamii. Nao baadhi ya wanachama wa umoja huo uliopambwa na nyimbo za kwaya mbalimbali wakawa na haya ya kusema. Kumshukuru Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani kati yetu. Kwa namna ilivyo mahali pengine, labda wakati mwingine dini imekuwa ni chanzo cha labda cha machafuko, cha migongano ya hapa na pale. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail. Asante Jumbe Ismail. Baadhi ya wananchi wa jimbo la Tunduru Kusini wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara na madaraja, wakisema hali hiyo imekuwa ikiathiri usafiri, shughuli za kiuchumi na upatikanaji wa huduma muhimu, hususan wakati wa msimu wa mvua ambapo maeneo kadhaa hukatika kabisa na kuhatarisha usalama wa wananchi. Jimmy Mengele ndiye ametuandalia na ripota wa habari hiyo. Wananchi hao kutoka kata ya Mchuluka, Mnasia pamoja na Ligoma wamesema barabara na madaraja yanayojengwa lakini huharibika muda mfupi baada ya kukamilika, hali inayosababisha miundombinu hiyo kutokuwa na tija kwa wananchi. Wanajenga daraja kutokana na jinsi viwango walivyopewa wenyewe, lakini mkandarasi aliyojenga daraja wa awamu ya kwanza alijenga vizuri. Kwa hiyo tunaomba mkandarasi ambaye anajua kujenga daraja zuri, sababu siku zingine nakuta maji yamejaa, mtu apiti, wa ng'ambo ni ng'ambo, wa ng'ambo ni ng'ambo. Kwa hiyo watoto wanaweza kukosa kwenda shule au wazazi wanaweza kukosa kwenda shamba kwa sababu ya maji yamejaa sana. Kufuatia malalamiko hayo, mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe akiambatana na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM wameitaka TARURA wilaya Tunduru kuacha kutekeleza miradi kwa mazoea na kuhakikisha barabara na madaraja yanayojengwa kwa ubora unaotakiwa. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba fedha zinazopatikana zikapelekewa kutengeneza kazi, ile kazi lazima itengenezwe vizuri. Kwa maana gani? Ukitengeneza kazi vizuri, kwa mfano daraja ikijengwa vizuri leo, itakaa muda mrefu, itatoa nafasi kwa maeneo mengine kufanywa kazi. Kwa hiyo tumekubaliana kimsingi, tumekubaliana kisayansi na viongozi
kwamba kuanzia sasa kazi zitakazofanyika lazima ziwe kwenye kiwango kinachostahili, na ili tumekubaliana lazima tusimamie ubora wa kazi zetu ili tumsaidie vizuri Mheshimiwa Rais. Sasa kipindi cha mvua na huku maeneo yetu ya Tunduru unakuta mvua inakuwa kubwa zaidi. Ina maana maji yanahama na eneo lingine, yanapita sehemu nyingine, eneo la juu daraja nafikia kiwango daraja zinakuwa zinabomoka. Na pia changamoto kubwa wakandarasi wanaopewa kiujumla kwamba hawana uzoefu na hiyo shughuli ya ukandarasi au ujengaji wa barabara. Kwa upande wake meneja wa TARURA wilaya Tunduru Mhandisi Johnson Kweka akaeleza namna maelekezo ya mbunge yanazingatia uhalisia na kuyapokea kwa ajili ya utekelezaji. Kutokana na malalamiko hayo ambayo yamewasilishwa na wananchi kwa baadhi ya madaraja, sisi kama TARURA tayari tumeshapata kandarasi kwa ajili ya ujenzi wa madaraja hayo. Na tayari mkandarasi ameshafika eneo la kazi, punde ataanza kazi kwa ajili ya kuanza kubomoa ambalo daraja lililopo, lakini pia kuanza kujenga daraja jipya ambalo ni la kiwango zaidi. Jimmy Mengere, Channel 10, Ruvu. Asante Jimmy Mengere, na kama kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, naendelea kukuangazia habari mbalimbali. Endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na X kupitia Channel 10 Plus Tanzania. Kote huko pia una nafasi ya kufuatilia kile ambacho kinachoendelea. Turejee tena mashariki ya mbali ambapo mawaziri wa ulinzi wa nchi za Thailand na Cambodia wamesema katika taarifa yake ya pamoja siku ya Jumamosi kwamba nchi hizo mbili zimekubaliana kusitisha mapigano mara moja. Pande zote mbili zimekubaliana kusimamisha harakati zote za wanajeshi na kuwaruhusu raia wanaoishi katika maeneo ya mpakani kurudi nyumbani na kusitisha mapigano makali ya mpakani ya wiki kadhaa ambayo yameua watu wasiopungua 41 na kuwafukuza karibu watu milioni 1. Usitishaji wa mapigano ulianza majira ya saa 6 mchana kwa saa za eneo hilo, yatakapodumu kwa masaa 72. Wanajeshi 18 wa Cambodia wanaoshikiliwa na Thailand pia wataachiliwa, taarifa hiyo ilisema. Mafanikio hayo yalikuja mara baada ya maafisa wa Thailand na Cambodia kufanya mazungumzo ya siku kadhaa yenye lengo la kukomesha mapigano mapya kati ya nchi hizo mbili. Jambo bora kuona nchi zinaafikiana kusitisha mapigano. Kwingineko, mazingira bora ya biashara nchini ikiwemo mifumo rafiki ya kikodi pamoja na urahisi wa utoaji wa mizigo bandarini yameendelea kuwa chachu ya kuwavutia wawekezaji wa kampuni za kigeni hapa nchini Tanzania, hali inayochochea ukuaji wa sekta ya biashara, ushindani wa soko na upatikanaji wa bidhaa bora kwa watumiaji. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Ibki Enterprises inayojishughulisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za haya nchini Tanzania, Bwana Ibrahim, kiongozi na meneja wa kanda wa haya anayesimamia Afrika Mashariki, Liu Ching Leon, kwenye uzinduzi wa tawi jipya lenye mauzo ya bidhaa jijini Dar es Salaam. Tupata nafasi ya kutazama na kuwasikiliza. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu tumeona uhitaji wa bidhaa zetu umezidi kuongezeka na tumeona umuhimu wa kuweza kusogeza huduma zetu ambazo ni bora kabisa kwa wateja wetu. Kwa hivyo hii imeongeza maduka yetu kuwa karibu 6 sasa hivi hapa Dar es Salaam. We will have the bright future. We can see how we can do in Tanzania to serve our local customers, and also we can use our serious attitude with our quality product to enjoy. Tuelekee huko mkoani Kilimanjaro. Kampuni ya mabasi ya usafirishaji wa abiria ya Esta Luxury Coach imewataka Watanzania kutohusisha kampuni hiyo na masuala ya kisiasa, hali iliyosababisha kampuni hiyo kupata hasara kubwa, ambapo mabasi 6 na ofisi kuchoma moto wakati wa maandamano na vurugu za Oktoba 25 kwa mwaka huu 2025 jijini Dar es Salaam na kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 2 za Kitanzania. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti kutoka mkoani Kilimanjaro. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Didas Ngeleuya ametoa rai hiyo mjini Moshi mkoani Kilimanjaro katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, ambapo amesema hivi karibuni kumezuka taarifa za upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii kuwa kampuni hiyo ni mali ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba, jambo ambalo si la kweli bali inamilikiwa na familia ya Didas Ngeleuya. Hivi karibuni kampuni yangu imehusishwa kimakosa na baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa hapa nchini, ikiwemo madai kuwa inamilikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kutokana na kesi hizo zisizo na ukweli, kampuni yangu imepata madhara makubwa wakati wa machafuko yaliyojitokeza baada ya uchaguzi.
ambapo waandamanaji walivamia kampuni yetu na kuchoma mabasi 6 na kuharibu mali nyingine nyingi. Aidha, Ngeleuya akaelezea umiliki wa kampuni yake. Esta Luxury Coach ni mali yangu na familia yangu. Kampuni hii ilisajiliwa tarehe 12 Septemba 2024 ikiwa na wanahisa wawili tu ambao ni mimi Joseph Didas Ngeleuya. Mwanahisa wa pili ni mke wangu Neema Peter Thomas ambaye ni Mtanzania aliyezaliwa mwaka 1983 katika hospitali ya Dodoma General. Hata hivyo, mmiliki huyo akaelezea hatua ambazo kampuni imechukua baada ya uharibifu huo. Kwa kwanza nilienda kutoa ripoti katika kituo cha polisi Urafiki ambao ni jirani na eneo ambalo tunafanyia biashara. Tukachukua RB, lakini kuna baadhi ya vyombo vya serikali haswa zaidi upande wa jeshi la polisi walikuwa wakitutembelea na kuangalia tathmini ya hasara iliyotokea. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel. Asante Tadei Masawe kutoka mkoani Kilimanjaro. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeshauriwa kusimamia na kuweka mfumo rafiki wa stakabadhi ghalani utakaowezesha upatikanaji wa soko la uhakika wa zao hilo mara baada ya tofauti na ilivyo sasa ambapo wakulima wa dengu hawajui bei halisi ya zao hilo. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wakulima wa dengu wilayani Manyoni mkoani Singida wakasema, serikali yangu sikivu ningeiomba isimamie huu mfumo, kwa sababu inavyoonekana hizi dengu, yani hatujui kwanza kiwango chake cha ununuzi wa dengu ni kiasi gani, yani walichowekewa na hawa TMX, kwamba zamani tulikuwa tunaona, mwaka jana tuliona ilikuwa 1000 na kwenda juu, lakini mwaka huu tukasikia kwamba ni 900 kwenda juu. Chini haitauzwa dengu chini. Tumeukubali, wakulima wameupokea, mfumo hauna shida, mfumo uko vizuri kabisa. Shida kubwa ni kuhusu swala zima la bei. Bei wakulima wanalalamika bei ni ndogo, na hii yote inavyoonekana inasababishwa na matozo kuwa mengi. Wakirekebisha masuala mazima ya tozo, nadhani bei kwa wakulima itakuwa ni nzuri. Tunashindwa kufanya hata kazi zetu. Kwanza tuna njaa, chakula hakikupatikana, na pili watoto wanashindwa kwenda shule. Tulikopa mikopo benki, tunadaiwa, tumeshindwa kulipa. Kwa hiyo kwa sasa hivi Mheshimiwa Rais, tunaomba utusaidie kuhusu zao letu la dengu. Bei imekuwa chini mno, haina faida yoyote. Ukiangalia changamoto ipo kwenye kukodi mashamba. Shamba eka moja na kodi kwa shilingi 100,000. Na pia mbegu na nunua, pia kuna palizi. Na swala la dengu pia linahitaji dawa. Kuvuna pia inahitaji pesa na kupiga pia inahitaji pesa. Lakini kuna changamoto la bei. Bei kwa sasa hivi imekuwa bei mbaya kwa sababu tunauza kwa bei ya shilingi 850 mpaka 870. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail. Haya, moja kati ya zao linalotokana na mbegu ama linatokana na dengu ni chakula aina ama kitafunwa aina ya bagia za dengu. Kwa hivyo nadhani unazifahamu. Sasa shughuli yake ndio hiyo kwenye soko hilo la bidhaa hiyo ya dengu. Umoja wa Wanawake Tanzania UWT katika wilaya ya Arusha umeeleza kwamba utaingia mwaka ujao wa 2026 na mkakati wa kutimiza majukumu yake ya kimsingi yakiwemo ya malezi katika jamii kwa kuhakikisha kundi la watoto linapata malezi yenye maadili mema na hivyo kuliwezesha taifa kujenga kizazi kinachoishi kwa weledi mkubwa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Novatus Makunga. Mkakati huo unabainishwa na viongozi wa umoja huo wa wanawake wa Tanzania UWT wakati wanakabidhi misaada mbalimbali ya vyakula kwa watoto yatima wa kituo cha Tumaini Children kilichopo jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya kuwezesha makundi yanayoishi katika mazingira magumu kushiriki katika sherehe za mwishoni mwa mwaka. Mwenyekiti wa UWT wilaya ya Arusha, Mary Kisaka, anawataka wanawake wote wa wilaya ya Arusha kwa umoja wao kutochoka kuasa vijana kuendelea kuilinda amani iliyopo nchini. Amani tulionao tukakutana hapa isingekuwepo kama amani iliyoko haikutulia. Uongo kweli? Tuendelee kuasa vijana wetu, tuendelee kuwaomba watoto wetu, kila mmoja aendelee kulinda amani.
Mama ukiwalea watoto ukiwaambia walinde amani, wanalinda amani. Uongo kweli? Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Naye diwani wa viti maalum katika jiji la Arusha, Michelle Meleo Mrema, amesisitiza umuhimu wa UWT kusimama katika nafasi yake ya kuisimamia malezi ya watoto. Watoto wangu, mjue kuwa mna thamani kubwa sana. Tunawapenda na mna nafasi muhimu katika mustakabali wa taifa letu. Kukosa mzazi hakumaanishi kukosa ndoto. Jamii na sisi viongozi tupo pamoja nanyi. Elimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya mtoto na taifa. Tunapoelekea mwezi Januari, na wasii wazazi na walezi wote tuhakikishe watoto wote wakiwemo watoto yatima wanaandikishwa na kuendelea na masomo yao bila kikwazo. Kwa upande wake, mwakilishi wa afisa wa elimu wa jiji la Arusha, Mwalimu Shukran Bwatamo, amesisitiza umuhimu wa elimu kwa watoto. Na mtu yoyote ambaye anapata elimu anaweza kuishi kwenye mazingira yoyote, nayo yatamsaidia katika kutatua changamoto mbalimbali katika njia iliyo sahihi au njia chanya na sio njia ya tofauti na hapa. Ni Novatus Makunga, Channel 10. Asante Novatus. Kwa sasa tuvuke maji tuelekee huko kisiwani Pemba. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Rahma Riyadh Kisuo amewataka wanachama wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT mkoa wa Kaskazini Pemba kujenga mshikamano na kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM kwa lengo la kuharakisha maendeleo ya jamii na kiuchumi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Masanja Mabula. Akizungumza baada ya mkutano wa baraza la UWT mkoa wa Kaskazini Pemba, Mheshimiwa Kisuyo amesema wanawake wana nafasi kubwa katika kusukuma gurudumu la maendeleo kwa kuwa ndio kiungo muhimu cha malezi, uzalishaji na ujenzi wa jamii imara. Tuna wajibu mkubwa kabisa wa kuweza kutekeleza dira hii kwa sababu sisi ndio nguvu, sisi ndio jeshi. Lakini kingine, tuna ilani ya chama, tumeahidi mambo chungu mzima, na hii ni wajibu wetu sisi kuweza kuhakikisha ahadi hizi ambazo tumeziahidi kupitia kampeni zetu zinaweza kukamilishika kwa kutoa mchango wetu wa hali na mali. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, ni kuhimiza UWT, kuhimiza wanawake tuwe na mchango mkubwa katika kukamilisha mambo haya ya kitaifa na kimaendeleo. Nao wanachama wa UWT mkoa wa Kaskazini Pemba wameahidi kuendelea kwa mstari wa mbele katika kudumisha amani, mshikamano na utulivu wa nchi kwa kuhimiza maadili mema, uzalendo na mshikamano wa kijamii katika ngazi za familia na jamii kwa ujumla. Tupelekee salamu kwa Dr. Samia. Mwambie wanawake wa jeshi la mkoa wa Kaskazini Pemba wanaahidi tena kuendelea kukunga mkono katika utekelezaji wa majukumu yako, lakini wataendelea kuheshimu maono yako, lakini hawatobabaishwa na chochote kile ambacho kitatokea cha kutaka kuvuruga amani. Sisi tuko vizuri na tuko mstari wa mbele kuhakikisha amani yetu haivunjiki. Tunaona maendeleo ambayo Mama Samia anayafanya kama mwanamke mwenzetu, lakini pia wanawake tunatakiwa tuendeleze amani ya nchi yetu, kwa sababu wanawake ndio chachu ya kutoa tuseme elimu kwenye familia zetu, lakini kwa waume zetu, kwa vijana wetu. Kwa hiyo kuendeleza amani ni jukumu pia la mwanamke. Tuna mashirikiano makubwa kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na UWT. Kwa hiyo tuko imara, wanawake moto moto, hatuna mbambamba. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Taarifa ya mwanahabari Masanja Mabula inatuhitimishia habari za kitaifa na habari za kimataifa. Asante kote ambao mlikuwa mnafuatilia habari hizo. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, kisha Malkia Esther Mtebe atakuja kutujuza kunani katika viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani.